Ndio mganga wenu kakwambia nimfanye hivyo? Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote naomba kitabu changu cha hotuba ya bajeti kama kilivyo na yaliyomo yake yaingie kwenye hasadi za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ndani ya bunge lako tukufu, ambayo imechambua bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ninaomba kutoa hoja kwamba sasa bunge lako likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum fungu 53 kwa mwaka 2024-25 na vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2025-26. Aidha, ninaliomba bunge lako tukufu likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya kawaida pamoja na miradi ya maendeleo ya wizara kwa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lako tukufu leo ili kuwasilisha hotuba yangu. Pia nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kutuongoza vyema kwa mafanikio makubwa katika nyanja mbalimbali kwa kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wake. Kipekee niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini kuiongoza wizara hii. Natambua kuwa Mheshimiwa Rais ana matarajio makubwa ya kuona hali ya usawa wa kijinsia hapa nchini inaimarika na utoaji wa huduma za ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii na uwezeshaji kiuchumi kwa makundi maalum unafanyika kwa kasi kubwa na ufanisi. Ninaahidi kwamba wizara itaendelea kutimiza majukumu yake kwa weledi mkubwa ili kuhakikisha kwamba matarajio yake yanafanikiwa kikamilifu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Aidha, ninapenda pia kumpongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi. Tunawaombea mafanikio makubwa katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia ninapenda kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya Baraza la Mawaziri ya Maendeleo ya Jamii, kwa kuendelea kuwa mstari wa mbele katika jitihada za kuboresha huduma za maendeleo na ustawi wa jamii, kuhimiza usawa wa kijinsia, kutambua na kuratibu makundi maalum wakiwemo wafanyabiashara ndogo ndogo, uwezeshaji wanawake kiuchumi, pamoja na kuzingatia haki za wazee, wanawake, wanaume na watoto katika jamii. Hivyo, wizara yangu itaendelea kutekeleza kikamilifu maelekezo anayoyatoa. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko Mbunge, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, kwa uongozi wao mahiri uliowezesha kuleta tija na ufanisi katika utendaji na kuimarisha huduma zinazotolewa katika sekta ya maendeleo na ustawi wa jamii. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yake aliyowasilisha kwenye bunge lako tukufu tarehe 9 Aprili 2025, ambayo imetoa mwelekeo wa majukumu yatakayotekelezwa na serikali katika mwaka 2025-26. Ninapenda kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Spika kwa jinsi ambavyo umeendelea kutuongoza vema katika mijadala mbalimbali ya bunge letu kipindi chote ambacho tumekuwa tukiwasilisha bajeti zetu na taarifa zetu. Aidha, nampongeza sana Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa uongozi wake wenye weledi na uliotukuka katika kuliongeza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ambariki na mfanikishe zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nawapongeza wenye viti wa bunge, Mheshimiwa Dr. Josefu Kizito Mhagama mbunge, Mheshimiwa Deodatus Filipo Mwanyika mbunge na Mheshimiwa Najma Murtaza Giga mbunge kwa umakini wao katika kusaidia kuongoza vikao vyetu vya bunge.
Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ninamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Mwanaidi Al-Hamisi Mbunge, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, kwa ushirikiano mkubwa sana anaonipa katika kutekeleza majukumu yangu ya kila siku. Sina shaka atarejea kwa kishindo mwaka ujao. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ninapenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii chini ya mwenyekiti Fatma Hassan Tofiki Mheshimiwa Mbunge na makamu wake Mheshimiwa Riziki Saidi Lulida Mbunge kwa ushauri na maelekezo walioyatoa wakati wa maandalizi ya bajeti hii. Vile vile ninawashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano mzuri mnaotupatia wenye lengo la kuboresha huduma za maendeleo na ustawi wa jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, ninapenda kuwashukuru mawaziri wenzangu kwa ushirikiano wanaonipatia ambao unaiwezesha wizara yangu kuendelea kuimarisha na kuboresha utoaji wa huduma za ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Angela Kairuki Mbunge ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ushauri ya utekelezaji wa ahadi za nchi katika jukwaa la kizazi chenye usawa. Chini ya mwenyekiti wake, kamati imeweza kusimamia utekelezaji wa programu ya kizazi chenye usawa. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati Profesa Mohamed Yakub Janabi kwa kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika. Kuchaguliwa kwake ni ushahidi wa heshima kubwa sana kwa nchi yetu na kuonesha kutambulika kwa michango ya wataalamu wetu katika kuimarisha sekta ya afya barani Afrika na duniani kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 27 Novemba 2024 taifa letu lilimpoteza Mheshimiwa Dr. Faustin Engelbert Ndugulile Mbunge aliyekuwa mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika na mbunge wa jimbo la Kigamboni. Aidha, tarehe 7 Mei 2025 taifa lilipata msiba mwingine mzito wa kumpoteza Mheshimiwa David Cleopa Msuya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu. Kwa masikitiko makubwa, naungana na wabunge wenzangu kutoa pole kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia za marehemu, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na viongozi hawa. Tunaomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu hawa mahali pema peponi. Amina. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kutoa maelezo ya awali, ninapenda sasa kutoa maelezo kuhusu utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2024-2025, mpango na makadirio ya mapato na matumizi pamoja na maombi ya fedha kwa ajili ya kutekeleza vipaumbele vya wizara kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo la mapitio ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara kwa mwaka 2024-2025, maelezo yako aya ya 15 hadi 21. Wizara imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sera, sheria, mipango, mikataba na makubaliano ya kimataifa na kitaifa yenye lengo la kuimarisha utoaji wa huduma za maendeleo na ustawi wa jamii nchini kama nilivyofafanua kwa kina kwenye aya ya 15 na 16. Katika kuboresha utoaji wa huduma za ustawi na maendeleo ya jamii mwaka 2024-2025, wizara ilipanga kutekeleza vipaumbele 7 ambavyo vimeainishwa kwenye aya ya 17. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu mapato na matumizi ya fedha za wizara fungu 53. Katika mwaka 2024-2025, wizara ilipanga kukusanya kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 7 na milioni 40 na laki 129 kwa mchanganuo kama unavyoonekana kwenye jedwali namba 1 kwenye hotuba yangu. Na hadi kufikia mwezi Machi 2025, wizara imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 3 milioni 523 laki 597 na 415 sawa na 50% ya makadirio ya mapato. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2024-2025 wizara iliidhinishiwa na Bunge shilingi bilioni 67 milioni 905 laki 259, na kati ya fedha hizo shilingi bilioni 47 milioni 487 na 1079 ni bajeti ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 20 milioni 418 laki 180 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za matumizi ya kawaida, shilingi bilioni 25.8 ni fedha za matumizi mengineyo na shilingi bilioni 21.6 ni mishahara. Aidha, kati ya fedha za maendeleo, kiasi cha shilingi bilioni 18.02 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 2.3 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Aprili 2025, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 35 milioni 206
188,106 kwa ajili ya matumizi ya kawaida sawa na 74.1%. Kati ya fedha zilizopokelewa, shilingi bilioni 18,891,954,36 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 16,314,534,70 ni mishahara. Pia, wizara imepokea fedha za maendeleo shilingi bilioni 12,525,746,891 sawa na 61.4%, ambapo shilingi bilioni 11,840,673 ni fedha za ndani na shilingi milioni 685,073,891 ni fedha za nje, kama ilivyoonyeshwa kwa kina kwenye jedwali namba 2. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara fungu 53 kwa kina imeelezwa kwenye aya ya 22 hadi 150 ukurasa wa 13 hadi 80. Katika kutekeleza vipaumbele vya bajeti kwa mwaka 2024-2025, wizara kwa kushirikiana na taasisi zake pamoja na wadau mbalimbali imetekeleza yafuatayo: 1. Eneo la maendeleo ya jamii, aya ya 23 hadi ya 34. Sekta ya maendeleo ya jamii ni mtambuka na ina jukumu kubwa la kufanya mageuzi ya kifikra na mitazamo ya jamii na kuifanya jamii kuwa kitovu cha maendeleo. Sekta hiyo inawajibika katika kuhamasisha na kuamsha ari ya wananchi kushiriki kikamilifu katika kujiletea maendeleo yao wenyewe na jamii kwa ujumla. Sekta hii ni kitovu muhimu katika ushirikishwaji wa jamii na wadau, na kwa msingi huo ina mchango wa kipekee katika mafanikio ya sekta mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeendelea kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa wa kuhamasisha na kusimamia maendeleo katika ngazi ya msingi, mpango unaoanza mwaka 2022 hadi mwaka 2026, ambao unalenga kuwawezesha wananchi kuwa kitovu cha maendeleo na kuchochea mageuzi ya kifikra, mtazamo na kiutendaji kwa timu ya wataalamu ngazi ya msingi ili kuboresha utendaji na utoaji wa huduma kwa wananchi kama nilivyoeleza kwa kina kwenye aya ya 24. Wizara kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI imeendelea kuamsha ari ya jamii kushiriki katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye mikoa 26